Kilwa Kisiwani. Historia ya mji uliotawala biashara ya dunia kwa karne nyingi. Leo hii ukiwa Tanzania na ukaambiwa kama kuna mji ambao uliwahi kuwa miongoni mwa miji tajiri zaidi duniani, huenda ukashangaa. Huenda ukajiuliza, inawezekanaje mji wa Tanzania kuwa miongoni mwa miji tajiri duniani wakati huo? Lakini huo ndio ukweli. Karne nyingi kabla ya ujio wa wakoloni, kabla ya kuundwa kwa Tanzania, kabla hata ya nchi nyingi za Afrika kuwa na mipaka ya sasa, kulikuwa na mji ulioitwa Kilwa Kisiwani. Mji huu haukuwa maarufu Tanzania pekee. Jina lake lilijulikana India, Uarabuni, Uajemi ambayo ndio Irani ya leo, China na sehemu nyingine nyingi za bahari ya Hindi. Wafanyabiashara walivuka maelfu ya kilomita kwa meli ili kufika Kilwa. Wafalme waliusikia, wasafiri waliuandika, wanahistoria waliushangaa, na leo mabaki yake bado yapo Tanzania. Kilwa Kisiwani iko wapi hasa? Kilwa Kisiwani ipo kusini mwa Tanzania katika mkoa wa Lindi. Neno kisiwani linamaanisha kuwa mji huo ulijengwa kwenye kisiwa. Kisiwa hicho kiko karibu sana na mwambao wa bahari ya Hindi. Mji huo haukujengwa bara kwa bahati mbaya. Watu wa zamani walichagua eneo hilo kwa sababu kadhaa. Kwanza, kisiwa kilikuwa rahisi kujilinda dhidi ya maadui. Pili, meli za biashara zingeweza kutia nanga kwa urahisi. Na tatu, eneo hilo lilikuwa katikati ya njia za biashara za bahari ya Hindi. Kwa lugha rahisi, Kilwa ilikuwa kama bandari ya kimataifa ya zama hizo. Historia ya mwanzo wa Kilwa ikoje? Historia ya Kilwa inaanza takribani miaka 1300 iliyopita. Nimesemaje hapo? Miaka 1300 iliyopita. Wanahistoria wanaamini watu wa kwanza waliishi eneo hilo kati ya karne ya 7 na karne ya 8 baada ya Kristo. Karne ya 7 baada ya Kristo ni miaka 601 hadi 700. Karne ya 8 baada ya Kristo ni miaka takribani 700 hadi 800 hivi, na karne ya 10 baada ya Kristo ni miaka takribani 900 au 1000. Wakazi wa mwanzo walikuwa Waafrika wa pwani ya Afrika Mashariki. Walikuwa wavuvi, walikuwa wakulima na walikuwa wafugaji. Kadhalika walikuwa ni wafanyabiashara wadogo. Kadiri miaka ilivyopita, meli kutoka Uarabuni, India na Uajemi, yani Irani ya leo, zilianza kutembelea pwani ya Afrika Mashariki. Hapo ndipo Kilwa ilipoanza kukua. Kabla ya kuendelea na hadithi ya mji wa Kilwa, kuna mtu mmoja muhimu sana ukamfahamu. Mtu huyu anaitwa Ali bin al-Hasan, ambaye unapotaja historia ya mji wa Kilwa, basi huwezi kuliacha jina lake bila kulinasibisha. Huyu Ali Hassan alikuwa ni nani hasa? Kwa mujibu wa simulizi za kale, mtu huyu alifika Kilwa akitokea mji wa Shiraz uliopo Irani ya leo. Na ninaposema huyu bwana alitoka Shirazi, kwa mtu ambaye huelewi Shiraz ni kitu gani, kwa faida ni kwamba neno Shirazi linatokana na mji wa Shiraz. Shirazi ni mji wa kale uliopo nchini Irani. Kwa hiyo mtu akiitwa Shiraz, maana yake ni mtu anayehusishwa na Shiraz, mji ulioko huko nchini Irani. Ni sawa na mtu kutoka Mbeya kuitwa Mbeya, au mtu kutoka Mwanza au Tabora kuitwa Mnyamwezi, Msukuma au Mwanza, kulingana na muktadha. Mtu kutoka Shirazi waliitwa Washirazi. Hivyo nasaba ya Shirazi maana yake ni ukoo wa watawala waliodai kuwa asili yao ilitoka Shirazi. Kwa hiyo huyu bwana aliyefika Kilwa aliyeitwa Ali bin Hassan alikuwa ni Mshirazi aliyetoka huko Shirazi nchini Irani. Inasemekana aliwasili karne ya 10 baada ya Kristo. Baada ya kuwasili Kilwa, alianzisha utawala wake. Lakini hapa kuna jambo muhimu ni lazima ulielewe. Wanahistoria wa kisasa wanaamini watu walikuwa tayari wanaishi Kilwa
kabla hajafika huyo bwana. Kwa hiyo Ali bin Hassan hakujengwa Kilwa kutoka sifuri. Badala yake inaaminika alikuja na kuwa mmoja wa watawala wa mwanzo waliofanya Kilwa kuwa dola kubwa zaidi duniani. Tukirudi kwenye historia ya Kilwa, wenyeji wa Kilwa walikuwa ni watu gani hasa? Wakazi wa Kilwa walikuwa ni sehemu ya jamii ya Waswahili. Watu hawa walitokana na mchanganyiko wa Waafrika wa pwani, Waarabu, Waajemi yani Wairani pamoja na Wahindi. Kutokana na mchanganyiko huo ndipo ulipozaliwa ustaarabu wa Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ilianza kukua, biashara ilikuwa, utamaduni wa pwani ukazaliwa, dini ya Kiislamu ikaenea. Ndio maana mpaka leo maeneo mengi ya pwani yana historia ndefu ya Uislamu. Swali kubwa ni hili: Kilwa ilipateje utajiri wote huo? Jibu ni jepesi. Jibu ni biashara. Kilwa ilikuwa katika biashara ya kati ya Afrika na Asia. Bidhaa kutoka bara la Afrika zililetwa Kilwa, baadaye zilisafirishwa kwenda nchi nyingine. Bidhaa hizo zilikuwa ni dhahabu, pembe za ndovu, ngozi za wanyama, chuma, kuni maalum za harufu na bidhaa nyingine nyingi za thamani. Kwa upande mwingine, meli kutoka Asia zilileta hariri, vitambaa, vito, vyombo vya kifahari, bidhaa mbalimbali za matumizi. Kumbuka, wakati huo biashara kubwa ilikuwa inafanyika kwa mfumo wa kubadilishana vitu, yani barter trade. Kwa upande wa China walileta bidhaa kama porcelain. Hizi porcelain ni nini hasa? Ni mojawapo ya vitu vilivyogunduliwa katika magofu ya Kilwa, ni vyombo vya porcelain kutoka China. Watu wengi wakisikia porcelain hawaelewi ni nini. Porcelain ni aina maalum ya vyombo vya udongo, lakini si udongo wa kawaida. Vyombo hivyo hutengenezwa kwa udongo maalum unaochomwa kwenye moto mkali sana. Matokeo yake huwa nyeupe sana, vinang'aa, vina nguvu kubwa, ni vigumu kuvunjika kirahisi, vinapendeza sana machoni. Katika dunia ya zamani, porcelain ilikuwa ni bidhaa ya kifahari sana. Mtu aliyekuwa na vyombo vya porcelain alikuwa anahesabika kuwa ni tajiri. Ni sawa na jinsi watu wa leo wanavyonunua magari ya kifahari au saa za gharama kubwa. Wanaikolojia walipokuta vipande vya porcelain vya Kichina Kilwa, waligundua jambo muhimu sana. Waligundua kuwa Kilwa ilikuwa inafanya biashara na mataifa ya mbali sana. Hii ni kwa sababu China ipo maelfu ya kilomita kutoka Tanzania. Kuhusu majengo makubwa ya mji wa Kilwa, Kilwa haikuwa mji wa vibanda, ilikuwa mji wa mawe. Wakazi walijenga nyumba kwa kutumia mawe ya matumbawe yaliyotolewa baharini. Kulikuwa na nyumba kubwa, misikiti, magara, majumba ya watawala. Miongoni mwa majengo maarufu zaidi ni Hasun Kubwa. Hii ilikuwa ni jumba kubwa la kifalme. Kwa wakati wake ilikuwa ni moja ya majengo makubwa kabisa Afrika Mashariki. Mwaka 1331 msafiri maarufu aitwaye Bin Matuta alifika Kilwa. Ibn Matuta alikuwa mmoja wa wasafiri maarufu zaidi katika historia ya dunia. Alitembea nchi nyingi sana. Alipofika Kilwa, alieleza kuwa ulikuwa mji mzuri wenye watu matajiri na wenye ustaarabu mkubwa. Hii inaonyesha jinsi Kilwa ilivyokuwa maarufu duniani wakati huo. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1331. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema, kwa wale wafuatiliaji na wasomi wa historia ya himaya kama Ottoman, mwaka 1331, wakati dola ya Ottoman chini ya Ghazi aitwaye Orhan wakati inakuwa, tayari mji wa Kilwa ulikuwa ni dola kubwa zaidi duniani. Kilwa ilikuwa na mahusiano makubwa na taifa la Zimbabwe. Wakati huo lilijulikana kama Great Zimbabwe. Chanzo kikubwa cha utajiri wa Kilwa kilikuwa dhahabu. Dhahabu nyingi zilitoka katika ustaarabu wa kale unaoitwa Great Zimbabwe. Great Zimbabwe ilikuwa himaya kubwa kusini mwa Afrika. Dhahabu ilitolewa huko, kisha ilisafirishwa hadi pwani. Kutoka pwani ilipelekwa Kilwa. Halafu Kilwa ilisafirisha dhahabu hiyo kwenda India, Uarabuni na China. Kwa maneno mengine, Kilwa ilikuwa kama dalali mkubwa wa biashara ya dhahabu ya Afrika. Lakini unaweza kujiuliza, Kilwa ilikuwa ni mji mkubwa kiasi gani duniani?
Katika karne ya 13 na 14, Kilwa ilikuwa miongoni mwa mji muhimu zaidi ya biashara duniani. Haikuwa kubwa kama miji mikubwa ya China, haikuwa kubwa kama Kairo, lakini katika biashara ya bahari ya Hindi ilikuwa miongoni mwa miji yenye ushawishi mkubwa zaidi. Jina lake lilijulikana katika mabara mengi. Utajiri wake ulitokana na nafasi yake muhimu katika biashara ya kimataifa. Kwa nini Kilwa ilianguka? Hili linaweza kuwa ni swali muhimu ambalo mtu yoyote anayetaka kujua historia angependa kujua. Kwa nini mji huu wa kale mkubwa zaidi duniani ulianguka? Hakuna himaya inayodumu milele. Mwishoni mwa karne ya 15 hali ilianza kubadilika. Ilikuwa ni mwaka 1498. 1498, baharia wa Kireno aitwaye Vasco da Gama alipita pwani ya Afrika Mashariki. Wareno walitaka kudhibiti biashara yote ya bahari ya Hindi. Mwaka 1505 walivamia Kilwa. Baada ya uvamizi huo, nguvu ya Kilwa ilianza kupungua. Biashara ikaanza kuhama, mapato yakashuka, meli zikapungua, hatimaye mji ukaanza kudhoofika. Baada ya karne kadhaa za mafanikio, Kilwa ilianza kupoteza hadhi yake. Wakazi wengi walihama, biashara ilipungua, majengo yakaanza kuharibika. Polepole mji uliokuwa maarufu duniani ukageuka kuwa magofu. Karne zikapita, upepo wa bahari ukaendelea kuvuma juu ya mabaki ya majengo hayo. Kilwa ya leo, mwaka 2026, karne ya 21. Leo Kilwa Kisiwani ni moja ya hazina kubwa za historia ya Tanzania. Magofu yaliyobaki yanatukumbusha kuwa Afrika Mashariki ilikuwa sehemu muhimu ya biashara duniani muda mrefu kabla ya ukoloni. Kilwa ni ushahidi kuwa mababu wa pwani ya Afrika Mashariki walikuwa na ustaarabu mkubwa, walijenga majengo makubwa, walifanya biashara za kimataifa na walishiriki katika historia ya dunia kwa kiwango kikubwa. Historia ya Kilwa sio historia ya mji mmoja tu, ni historia ya ubunifu, biashara, ustaarabu, utajiri na mchango mkubwa wa Afrika katika maendeleo ya dunia. Naam, mimi sina la zaidi. Haya na mengine mengi utayapata hapa hapa Safanki TV. Utajifunza na utaelimika. Usiache kusubscribe kwa ajili ya makala nyingine nyingi za kihistoria kutoka hapa Tanzania. Jina langu naitwa Ali Katalambula, mwandishi na msimuliaji, na hii ni Safanki TV.